Bana mtazamaji, katika habari za siasa tunaarifiwa kwamba mwanadada Mange ameunga mkono Chadema bila uoga kabisa, wadai mabadiliko haya kufuatia mwenendo wa serikali. Karibu sana mtazamaji, usiache kusubscribe, kushare, kulike, lakini pia usiache kucomment. Si ndio? Ni makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema Taifa John Heche ametoka ule yenye uzito mkubwa sana, akieleza kuwa suluhisho la changamoto ambazo zinawakabili vijana nchini liko ndani ya chama hicho, akisitiza pia kuwa ndicho chombo cha kuleta mabadiliko ya kweli katika maisha yao. Sasa kauli hiyo aliitoa Aprili 26, 2026 wakati wa uzinduzi wa tawi jipya la chama hicho katika eneo la Temboni jijini Dar es Salaam, tukio ambalo lilivutia umati mkubwa sana wa wananchi. Na katika hotuba yake pia Heche alieleza kuwa vijana wengi wanatamani kufika maisha bora yenye uwezo wa kumiliki mali kama nyumba na magari pamoja na kupata huduma bora za kiafya. So ameongeza kuwa ndoto hizo zinaweza kufikiwa kupitia sera na mwelekeo wa Chadema, akidai kuwa chama hicho kina dhamira ya dhati kabisa ya kuinua maisha ya vijana na kuwawezesha kufikia viwango ambavyo wanavitamani. Aliweza kufafanua pia kuwa si ndoto tu bali ni jambo ambalo linawezekana, akieleza kuwa hata huduma za afya za kiwango cha juu zinaweza kupatikana kwa wananchi wote bila ubaguzi, akitolea mfano huduma bora ambazo zinapatikana kwa baadhi ya viongozi na familia zao. Sasa kwa mujibu wake, Chadema inalenga kuhakikisha kuwa haki ya huduma bora inakuwa ya kila Mtanzania bila kujali haki yake ya kiuchumi. Akizungumza akiwa njiani kuelekea mkutano mkuu wa jimbo la Kibamba, Heche aliongeza kuwa chama hicho kinaamini nguvu ya vijana ndio msingi wa mabadiliko ya taifa, na anasema kuwa vijana wanapaswa kutambua nafasi yao na kujiunga na harakati za kisiasa ambazo zinalenga kubadilisha mifumo iliyopo ili kuleta maendeleo jumuishi. Katika sehemu nyingine bana, Heche alielekeza ukosoaji mkali kwa baadhi ya kauli ambazo zinatolewa na viongozi pamoja na majaji wa mahakama ya rufani kuhusu matukio ya watu kutekwa nchini. Alieleza hapa kuwa kuhusisha matukio hayo na mambo ya mapenzi, ushirikina au migogoro ya kibiashara ni upotoshaji ukweli na kupunguza uzito wa masuala ya usalama wa raia. Anasitiza kuwa Chadema haitakubali visingizio vya aina hiyo na itaendelea kudai wajibikaji pamoja na uchunguzi wa kina ili kuhakikisha haki inapatikana. Sasa kwa mujibu wake pia usalama wa wananchi ni jukumu la msingi la serikali, haupaswi kuchezewa kwa namna ya aina yote ile. Aidha, Heche aligusia pia mwitikio mkubwa wa wananchi waliojitokeza kwenye tukio hilo, akieleza kuwa ni ishara ya wazi ya imani walionayo kwa chama hicho. Alibainisha kuwa pamoja na kutokuwepo kwa matangazo rasmi, wananchi walivutiwa na uwepo wa bendera za Chadema na kujitokeza kwa wingi, jambo ambalo linatafsiri kama kiu ya mabadiliko. Anaongeza kuwa hali hiyo inaonyesha wazi kuwa wananchi wengi wanatafuta mbadala wa kisiasa ambao unaweza kuleta mageuzi ya kweli katika maisha yao. Sasa kwa mtazamo wake, Chadema inaendelea kuimarika na kupokea uungwaji mkono mkubwa kabisa kutoka kwa wananchi na makundi mbalimbali hasa vijana. Kauli za Heche zimekuja katika kipindi ambacho mjadala kuhusu mustakabali wa vijana na nafasi yao katika maendeleo ya taifa unazidi kushika kasi, huku vyama vya siasa vikionekana kuongeza juhudi za kuwavuta na kuwashirikisha katika ajenda zao. Dada wa taifa mwanaharakati Mange Kimambi, licha ya kuwa hali yake ya kiafya haiko sawa kwa sasa, ameunga mkono alichokizungumza mwenyekiti John Heche kwa kudai kuwa anatakiwa asikilizwe na aungwe mkono kwa maslahi ya taifa, maana Heche kwa sasa ndo muhimili wa taifa. Ili tuweze kulifikia na tulifikishe taifa letu kwenye ukombozi, basi natakiwa tuwe bega kwa bega na watu aina ya Heche. Japo pia kumekuwa na mambo mengi ya kukatishwa tamaa, ila hakuna kuchoka wala kukata tamaa. Alimaliza kuongea mwanadada Mange Kimambi kufuatia kauli ya Heche ambayo alizungumza 26 tarehe mwezi Aprili 2026. Mpaka wakati mwingine kuna habari za siasa, bye kwa sasa.